Mechi ilikuwa nzuri, mechi ilikuwa ni ya kuvutia, mechi ilikuwa ya kiushindani, mechi ilikuwa ya mbinu, mechi ilikuwa ya kimkakati, lakini mwisho wa mechi imemalizika kwa suluhu. Suluhu ambayo ilikuwa ina maneno mengi sana. Wapo wanaamini suluhu ilikuwa ni ya kidhulma na wapo wanaamini suluhu ya jana ilikuwa yenye usawa. Dosa anaamini nini? Binafsi mimi naamini suluhu ya jana ilikuwa ni ya kidhulma. Ndugu zangu, mimi leo nasema na nitaendelea kusema na nitaendelea kuamini, Simba haijawahi kuwa mbovu kwenye ligi kuu ya Tanzania. Simba haijawahi kuwa mbovu kwenye ligi kuu ya Tanzania. Nini kinawaangusha Simba? Yaani Simba hii Simba ambayo kila mtu anatoa tathmini yake. Simba hii ikicheza na National, Simba anashinda. Ikicheza na Express da Tunis, Simba anashinda. Ikicheza na Wydad bingwa Afrika, Simba anashinda. Ikicheza na wale jamaa wa Botswana anaitwaje wale, Simba anashinda. Lakini Simba hii inapokuja kwenye ligi kuu ya Tanzania haishindi. Simba hii inapokuja kwenye ligi kuu ya Tanzania changamoto zinakuwa ni nyingi. Mimi naamini kuna muda Simba anaondoka kwenye ubora, lakini mimi naamini sababu kubwa ya Simba kutokupata matokeo kwenye ligi yetu, lazima waamuzi wataje, wahusike. Leo unapoizungumzia Simba mpaka sasa imeshindwa kupata alama 6 kwenye mechi za maamuzi ya ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Alama 6 ambazo walistahili kuzipata. Walistahili kabisa kuzipata. Salome, nenda kaangalie mechi ya Simba na Yanga Zanzibar. Mwamuzi anahusika kwenye ule mchezo. Nenda kaangalie mechi ya Simba na Azam. Mwamuzi anahusika kwenye ule mchezo. Na hizi zote ni mechi za maamuzi. Kama mwamuzi angetumia sheria 17 za mpira wa miguu, maana sahihi Simba angepata alama 3 zidi ya Yanga Zanzibar. Lakini jana vile vile Ahmed na sometimes majina Ahmed ana changamoto sana. Majina Ahmed yana changamoto. Ahmed Aragija Ngoja niashie hapo kwenye Ahmed. Tusiharibu mambo. Salome, Simba jana akadhulumiwa. Simba jana akaonewa. Kila mtu atatafsiri kwa namna yake, lakini ukitafsiri kwenye jicho la mpira, jicho lenye komaa, mtaalamu nani Edo Kumwemba anakuambia jicho la mwewe, Simba jana alistahili kupata penalty 2. Kuna watu wanasema 3. Mimi naamini penalty 2. Na mimi naamini Simba jana alistahili kupata alama 3. Lakini ni kwa sababu inawezekana waamuzi hawana ukomavu wa kuchezesha mechi za Simba. Inawezekana waamuzi wanakuja na matokeo yao uwanjani. Arajiga ni moja kati ya waamuzi ambao wanataja kuwa waamuzi bora. Tumeshuhudia kati ya waamuzi ambao wanaaminiwa hata nje ya Tanzania kuchezesha michuano mbalimbali mikubwa, anakuwepo ni mmoja kati yao. Nini kinamshinda kwenye ligi kuu? Sio mara ya kwanza kufanya makosa, nawe pia kufungiwa. Hapa Tanzania nani anamwamini Ahmed? Nani anaweza akatoka mbele akasema Ahmed ni refa bora? Nani? Au shabiki wa timu gani anaweza akatoka mbele akasema Ahmed ni refa bora? Nani? Refa mwenye beji ya FIFA. Nani? Kayoko pia anao beji ya FIFA. Mwichu pia anao beji ya FIFA. Hans Mabena ndugu yangu kutoka Tanga pia anao beji ya FIFA. Swaibu wangu Omari Mdoe beji ya FIFA nayo. Ni marefa bora. Nini kinamfanya ataje kuwa bora? Nani anamtaja kuwa bora? Anaaminiwa sana. Anaaminiwa na shirikisho. Hapa hakuna hata shabiki mmoja wa timu yoyote atakayekuja mbele akasema Ahmed ni refa bora. Tuliwahi kushuhudia andiko ni kama msimu 2021 Young Africans waliwahi kuandika andiko lao wakimkataa Arajiga kuchezesha mchezo wao dhidi ya Simba. Sio kama unaikumbuka hii. Kwa hiyo unakubaliana na mimi? Hakuna shabiki wa timu yote kubwa atakayetoka mbele akasema Ahmed ni refa bora. Kama refa anakataliwa na Yanga, kama refa anakataliwa na Simba,
Timu gani itatuprove kwamba huyu refa ni refa bora? Akachezesha Namungo na Coast, tutaenda kutathmini huyu ni refa bora? Refa huyu alikwenda kuwazadia Simba penalty mechi ya Mashujaa. Aliwazadia, haikuwa penalty. Refa huyu juzi katoka kwenye bani ya kimya kimya wanasema. Ya Jemo hiyo. Sasa wewe jiulize, refa bora anakaa kwenye bani? Sisi wa Tanzania tunapenda vya kwetu. Lakini kuja kwenye mantiki ya sheria 17 za mpira wa miguu, ni ngumu sana Tanzania kusema sisi tuna marefa bora. Tuna marefa bora, shirikisho naenda kuchukua marefa kutoka nje. Tuna refa bora, kila siku maoni ni ya refari. Hakuna. Refa anachezesha kwa namna anavyojua, refa anachezesha kwa utashi anaojua, ndio mwisho wa siku kelele zinakuwa nyingi. Mimi naamini kwa namna Simba alivyocheza mpira jana, mimi naamini Simba alistahili kushinda kwa alivyocheza hapo, kwa alivyocheza jana. Nafasi lakini tukiachana na masuala ya hizo penalty ambazo mnasema zilistahili kuwa penalty, hazikuwekwa. Nafasi Simba walizipata lakini walishindwa kuzitumia. Selemani Mwalimu yuko pale mbele, anashindwa kuwapa Simba kile ambacho wanakihitaji hadi hivi sasa. Hilo ni tatizo na linafahamika. Na mimi nishasema ili Simba iwe bora zaidi, lazima itafute eneo la mshambuliaji pate suluhisho. Suluhisho sio kumuondoa Selemani Mwalimu. Suluhisho ni kumuondoa mtu, kumleta mtu zaidi ya Selemani Mwalimu. Mmoja atakwenda kuchukua ile nafasi, lakini pia atakwenda kumpa ushindani Selemani Mwalimu. Jana Selemani Mwalimu kama angekuwa kwenye viwango vya top striker, mechi dakika 5 ingekuwa imekwisha. Mapema. Dakika ya 5 mechi ingekuwa imekwisha. Amekwenda kukosa goli ambalo hata kapteni wa mashabiki pia akosi lile goli. Kapteni wa mashabiki? Yes. Kizinga. Kapteni wa mashabiki. Lakini ni kwa sababu mchezaji anacheza kwa hofu, ni kwa sababu mchezaji anashindwa kuamini kwamba mimi nacheza Simba Sports Club, ndio anapelekewa kukosa nafasi kama zile. Lakini ni mchezaji ambaye lazima tumheshimu kwa namna moja ama nyingine. Ni mchezaji wa national team, ni mchezaji ambaye tunamtegemea kwenye mashindano yanayokuja. Lazima tumseme kwa kumkumbusha, ili tunapokwenda naye msimu ujao kwenye mashindano ya AFCON tujue sisi tunasema ni Mwalimu Diego. Jana amewanyima sana shindi Simba kwa kiasi fulani, licha ya muamuzi tu, lakini Selemani Mwalimu pia amechangia kwa kiasi kikubwa sana Simba kupata alama 3. Sio muamuzi tu. Sio muamuzi tu. Selemani Mwalimu pia amewanyima Simba ushindi jana. Dosi, tukiangalia man of the match wa huo mchezo ni Aishi Salim Manula. Mchezo wa Young Africans na Simba, man of the match alikuwa pia ni Djigui Diarra. Hao wote tunazungumzia ni magoli kipa. Hii inakuwa ina maana gani? Na hapa niwaambie sana, niwaambie sana mashabiki wa Simba. Wana kila sababu ya kujivunia na Simba yao msimu huu. Wana kila sababu kutoka mbele kuambia yes, thank you sana Murtaza Mangungu. Umeanza kuwachokoza wana Simba. Wana kila sababu kutoka mbele kusema J Ruti una lazima kupepewa. Simba msimu uliopita ama misimu iliyopita imetoka kupoteza mechi 6 mfululizo kutoka kwa Young Africans. Simba msimu huu imekwenda kuokota alama 1 zidi ya Yanga. Na si tu alama 1, alistahili kupata zaidi ya alama 1 zidi ya nani? Ya Yanga. Simba mechi ya kwanza alipoteza zidi ya Azam, si ndio? Raundi ya pili Simba anakwenda kuchukua alama 1 zidi ya nani? Ya Azam. Na si tu alama 1, alistahili kupata zaidi ya alama 1. Kaangalie Simba namna alivyoimarika. Salome, mechi ya Simba na Yanga, Simba kwa pressure waloitoa, kwa boli walilolipiga, kwa kiwango alichokionyesha, Simba wamekwenda kutoa man of the match kwa timu mpinzani, kwa soko kwa timu yao. Duniani ukiona klabu inatoa kipa bora, man of the match, ujue opponent wake alikuwa bora sana kwenye huo mchezo. Kwa hiyo tathmini ya mechi ya Simba na Yanga, Diarra kuwa man of the match, Simba alikuwa yuko bora. Na ile mechi nakumbuka Yanga alipiga on target 1.
si ndio? Umefurahi hapo kwa janga. Na jana tena Simba amekwenda kutoa man of the match wa timu pinzani tena eneo la goalkeeper. Tafsiri ni nini? Viungo wameshindwa kuwazuia Simba, mabeki wameshindwa kuwazuia Simba, kipa ndo amekwenda kuwazuia Simba Sports Club. Kwa hiyo lazima tuwapongeze magolikipa wote ambao wamekuwa man of the match zidi ya Simba. Sio jambo dogo sana kwenda kuzuia. Kaangalie jana Aish Manula amekwenda kusevu V1V, wenye wazungu wanasema 1v1. Kwa vizuri sana. Iko vizuri. Najua mpira. Kichwa kina elimu. Nakukubali. Jana Aish Manula akaenda kucheza 1v1. Amekwenda kufanya 1v1 ya Selemani Mwalimu. Lakini vile vile amekwenda kuzuia mchomo wa Libase Gwe. Mimi nikimwangalia Libase Gwe wakati mwingine nasema ni Rafinha mtupu. Ukimwangalia Libase Gwe namuona kama Rafinha kwa mbali. Mtupu. Rafinha mweusi. Na jana amekupa vitu. Hajawahi kuniangusha. Hajawahi kuniangusha. Ni winga ambaye jana kamfanya Pasco Msindo kuwa fullback wa kizamani. Msindo jana kakaa nyuma tu dakika zote. Yuko naye. Kwa sababu ili umkabe Libase Gwe lazima uwe mtu akukusaidia kutoka eneo la katikati. Yaani kwenye zile center back zile. Mmoja atoke aje kuja kucheza wing namba 3 kule. Akuja kumpa nguvu namba 3 Wasili. Ndio jana Fernandez, kuna beki mmoja waza anaitwa Fernandez. Alikuwa Mendoza anakuja kufanya Krazen Sanza baada ya Msindo kufanyaje? Kushindwa. Kwa hiyo kwangu mimi ukimzungumzia Libase Gwe na man one of the best winger ambaye anacheza kwenye mpira wetu wa Tanzania bara. Yes. Wanamfananisha Libase Dosa ni Aziz Ki anayekuja kwenda kuonesha thamani yake ambayo ilikuwa imepotea. Mashabiki wa Young Africans wanasema yule huenda ndio akawa mrithi sahihi wa Stefano Aziz Ki katika ligi yetu ya NBC. Aziz Ki ni mchezaji bora wa ligi kuu NBC. Aziz Ki alikuwa ni kiungo bora wa ligi kuu NBC. Lakini vile vile alikuwa ni mfungaji bora wa ligi kuu NBC. Sitaki kumfananisha na mtu mwingine yoyote, ila naamini kiwango alichokuwa nacho Libase Gwe wanapaswa kumuheshimu sana watu wa Simba. Kiwango alichokuwa nacho Libase Gwe, Watanzania tunapaswa kujivunia kuona ligi yetu inaendelea kupata wachezaji bora ambao wanadumu kwenye mpira wetu wa Tanzania. Na Libase kaja kuleta hicho kitu. Kuendelea kukionyesha. Unajua nikizungumzia Libase naweza nikatumia muda mrefu sana. Yes, kwa sababu ni mchezaji ambaye binafsi nawapenda wachezaji wa namna hii. Mchezaji ambaye anakimbia pembeni, alafu anajaa katikati, alafu anapiga nge. Wazungu wanaita kevu, sisi tunaita nge. Watoto wa Kiswahili kwa tunazungumzia nge. Ndio anapiga hiyo Libase Gwe. Kwa hiyo ni mtu hatari sana. Ni mchezaji ambaye mashabiki wa Simba wanapaswa kuwa na nidhamu naye kubwa sana ile mchezaji. Mashabiki wa Simba wameanza kummisi Pimpini Kamara ambaye sasa hivi yuko fiti, lakini tunamshuhudia yuko jukwani kwa sababu hayumo kwenye usajili wa Simba kwenye hili dirisha ambalo liko sasa hivi. Makosa ya Jibril Kasali golikipa wa Simba Dosa tuyazungumzie hapo kwanza. Ni sahihi kwa mashabiki wa Simba kuanza kummisi Pimpini Kamara? Pimpini Kamara nilishamzungumza sana kipindi cha nyuma. Ukimwondoa Diara kwa historia aliyoitengeneza na ubora aliokuwa nao, kipa ambaye angekuja kuondoa utawala wa Djigui Diara ni Pimpini Kamara. Bahati mbaya majeruhi alimuondoa kwenye mpira. Kwa namna Kasali alivyocheza jana, mimi mwenyewe kuna kipindi nasema yes, Pimpini Kamara anastahili kwa golikipa wa Simba. Kasali amefanya makosa mengi sana ya kitoto. Kwanza hana utulivu. Anashindwa kuzuia pressure ya wapinzani. Mipira akiipiga inatoka nje. Kwa hiyo ukipata timu ambayo wakati wote inahitaji goli, ni rahisi sana kufungwa. Jana ameonyesha ni kipa ambaye anahitaji muda mrefu sana kuja kuitumikia Simba Sports Club. Na kama Azam wangekuwa kwa 100% kutaka matokeo ya alama 3, Simba jana angeadhibiwa. Kwa makosa ya amefanya makosa mengi sana. Ni mchezaji unajiuliza huyu Kasali anachezaje Simba? Lakini wakati mwingine nasema ni mechi. Kuna wakati sisi wachezaji tunajua leo unaweza ukamka vizuri, kesho ukamka vibaya. Labda niseme tu kwamba kwa kumtetea Kasali jana aliamka vibaya, lakini aliamka kwa makosa mengi sana siku ya jana. Lakini sio makosa kwa mara ya kwanza kushuhudia kwamba sio mechi. Jana amezidisha. Salome jana amezidisha, amefanya makosa kwa wakati mwingine unaona kabisa Simba wakaamua sasa Kasali hii mipira yote ipige mbele. Sababu ilikuwa lazima
ukicheza na Azam lazima utafute mbinu ya counter attack. Umwache Azam wacheze mpira, alafu ujue ni namna gani utafanya, lakini uweze ukapiga counter attack ikiwa kipa anafanya makosa namna ile. Kwa hiyo wakati mwingine unaona bora ucheze direct football, kipa aweke pale lipigwe mbele, na ile yote ni kwa sababu kipa jana alikuwa na makosa, ilikuwa kidogo tu assist. ila ukimwangalia jana Kasala amefanya save sana muhimu. Hakufanya save nyingi, isipokuwa kuna save alifanya, lakini hakufanya save nyingi, kwa sababu ukiangalia hata Azam mwenyewe siamini kwamba walishambulia kwa muda mrefu sana. Mashambulizi aliyofanya nakumbuka ni Feitoto alipiga nje ya boksi, yes, lakini kwa namna moja ama nyingine labda niseme tu Kasali jana hakuwa kwenye mchezo wake, lakini pia naamini ni kipa mzuri sana kwenye ligi yetu. Je, unazungumzaje hesabu ambayo amefanya jana kocha kwa kumtoa Clatous Chota Chama na kumuingiza Neo Maema? Chama mechi ilimkataa, Chama mechi haikumpenda, na nimpongeze sana mwalimu wa Simba kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mechi kama ile ukiangalia kwenye eneo la substitute huoni Simba anamuingiza nani. Mwalimu akaona yes, ni bora nibaki na wachezaji hawa kuliko kufanya sabu ambazo hazina ulazima. Amemtoa Clatous Chota Chama, ameingia Neo Maema. Ukimwangalia Neo Maema unaweza kumuona ni mchezaji wa kawaida sana, lakini mtanange chukua hili, one of the best midfield. Neo Maema huwezi ukaacha kumzungumza. Ni mchezaji ambaye yuko very direct, ni mchezaji ambaye yuko very sharp, ni mchezaji ambaye pasi zake nyingi zinaamini ni kuvunja mianya ya wapinzani. Jana sijajua kwa nini mwalimu amempa muda mfupi wa kucheza ile game, lakini kama mwalimu angemwamini Neo Maema mapema, mimi naamini mechi ingekuwa zaidi ya vile ilivyokuwa jana. Hilo ukiangalia kipindi cha pili Simba aliingia kwa kutengeneza nafasi zaidi. Unafikiri kwa mtazamo wako ni wapi Simba jana walishindwa kupata matokeo na kuondoka na alama 3 muhimu? Asilimia kubwa Simba kupata matokeo kwa sababu ya muamuzi. Yes, amecheza vizuri, ametengeneza nafasi za penalty zimepatikana, muamuzi hakutaka ziwe penalty, na hilo likapelekea kabisa Simba hakupata matokeo. Lakini wana habari, chukueni hili, kauli ya meneja wa Simba amesema ipo siku marefa hawatatoka uwanjani. Hiyo kauli iko sahihi kwa kiongozi? Ipo siku marefa hawatotoka uwanjani. Ile kauli ni ngumu sana ukiitafsiri, lakini ukielewa ina maana kubwa. Huu mpira wetu, wawekezaji wetu wanatoa pesa nyingi mno. Pesa wanazitoa ni kwa ajili ya timu kupata matokeo. Pesa wanazitoa, hawatarajii mtu anaopewa dhamana ya kusimamia mchezo kuja kuuharibu. Simba kupitia kwa meneja wao wana haki ya kulalamikia lile. Walidhulumiwa mechi ya Yanga, na jana kwenye mechi ambazo inaweza ikaamua ubingwa tena wamekwenda kudhulumiwa. Kwa hiyo waamuzi wajue itatokea siku mashabiki sio tu wa Simba wala sio wa Yanga wala sio timu nyingine, hii situation watakuja kuichoka, watakuja kuleta vurugu, watakuja kuleta dosari kwenye mpira wetu. Waamuzi wakakae waone shida ni nini, wanashindwa kutafsiri sheria 17. Tunawaamini na wao wanapaswa sisi kutuaminisha. Leo unapomzungumzia Ahmed ni refa ambao watu wanamwamini, lakini Ahmed sasa hivi anatoka kwenye ushindani wa mechi kubwa anakwenda kwenye ushindani wa mechi ndogo, ni kwa sababu anashindwa kusimamia sheria 17. Inawezekana ni kwa uoga, inawezekana ni kwa uoga, lakini uoga wake unakwenda kusababisha anatoka kwenye mfumo wa kuchezesha mechi kubwa na anakwenda kuchezesha mechi ndogo. Kwa hiyo nitoe rai kwa uamuzi. Mashabiki sisi tuna hasira, lakini vile vile mashabiki sisi tuna mihemko. Kuna siku tutachoka, kuna siku tutashindwa kuvumilia. Adhabu gani anastahili kuipata Arajiga kwa haya makosa ambayo ameyafanya? Tumeshuhudia wengine wanashushwa daraja, lakini wengine pia wanafungiwa kama michezo 6 au 3 au miezi. Yeye anastahili adhabu gani? Ni refari wetu. Tukisema tumshushe daraja tutaendelea kukosa marefari, lakini kumpa adhabu mechi 2 mechi 3 is fine, kwa sababu lazima mtu ajifunze kutokana na makosa yake. Akikosea anaadhibiwa, na akiadhibiwa atajifunza kutokana na makosa. Mimi naona kabisa kamati ya masaa 72 inaweza ikamuonea haya Ahmed, lakini kwenye mechi ya jana anapaswa kabisa kukaa nje angalau kwa mechi 2 mechi 3. Mbio za ubingwa zinaonekana kuendelea kuwa ni ngumu
hasa uliweza kuzungumza kwamba Simba wana nafasi ya kuchukua ubingwa kama wakiendelea kufanya vizuri na kushinda mechi zao zote. Simba wamedondosha tayari alama 2 hapo jana. Huenda maumivu pia yanapelekea kwa ile kauli ambayo ameizungumza Patrick Reimam kutokana na kukosa ubingwa kwa muda mrefu hadi hivi sasa. Ili Simba awe bingwa ni lazima Simba malizane na marefa. Ili Simba awe bingwa ni lazima marefa wajue thamani ya Simba. Ni lazima marefa watumie sheria 17 za mpira wa miguu. Yaani huwezi ukawa bora kwa kikosi chako alafu mtu mmoja anakwenda kuharibu mchezo kwa kuamini kwamba ustahili kushinda. Lakini kwa ushindani aliokuwa nao Simba huwezi ukamuondoa kwenye mbio za ubingwa. Zipo mechi nyingi na bado zipo mechi za maamuzi. Naamini moto aliokuwa nao Simba kama akiendelea kupambana nao hivi, sababu kuna kipindi waamuzi watachoka kumuonea watakata tamaa wenyewe, na kama wakikata tamaa, yes, Simba na